Mama mjamzito kutokwa damu katika kipindi chako cha ujauzito sio jambo la kawaida. Wengi wamekuwa wakipata changamoto hii na swali hili limekuwa la kujirudia rudia. Katika kipindi cha ujauzito wao wamekuta kwamba damu zinatoka ukeni, na wanajiuliza kwamba hichi kitu cha kawaida au si cha kawaida, na wengine wamesema kwamba ni kitu cha kawaida. Je, ni kweli? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini ndio kujifunza kuhusiana na afya ya mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna baadhi ya wafuatiliaji wangu walisema kwamba kuna baadhi ya ndugu zao walikuwa wakitokwa damu katika kipindi cha ujauzito, na ikaonekana kwamba ni kawaida mpaka wakifikia kipindi cha kuweza kujifungua. Kwa mfano, kuna huyu yeye anasema, nina wifi yangu alikuwa na mimba na alikuwa anaingia kwenye hedhi mpaka akajifungua. Kwa hiyo ilionekana kama ni kitu cha kawaida. Lakini vile vile kuna huyu mwingine yeye anasema kwamba mimi nimepima na mimba ila naingia period kama kawa. Nimeenda kwa daktari na ananiambia ni hali ya kawaida. Kwa hiyo amepima, amejikuta mjamzito na anapata hedhi kama kawaida. Ameenda kwa daktari wake, amemwambia ni hali ya kawaida. Vile vile kuna mwingine huyu anasema kwamba dokta, mke wangu ana mimba ya miezi 3 lakini anatokwa na damu kama matone matone na tumbo linamkaza sana. Sasa kumekuwa na maswali kama hayo kuhusiana na kupata hedhi katika kipindi cha ujauzito, na wengine wamekuwa wakiona kwamba ni hali ya kawaida, ila uhalisia na ukweli ni kwamba hiyo sio hali ya kawaida, lakini vile vile ipo kwenye kundi la zile dalili za hatari kwa mama mjamzito. Unajua, mama anapokuwa si mjamzito au dada ambaye si mjamzito anapata hedhi kama kawaida, mara nyingi kunakuwa na homoni zinaongezeka, nyingine zinapungua. Homoni ya muhimu sana ni homoni ya progesterone. Homoni ya progesterone ikifika kipindi ambacho labda ule ukuta wa mji wa uzazi umeandaliwa vizuri na mimba haijatunga, mwishoni pale mara nyingi homoni huwa inapungua. Inapopungua au inaposhuka, matokeo ni kwamba ule ukuta unaporomoka. Unapoporomoka ndio mama au dada anaingia hedhi, kwa maana kwamba anatoka ule uchafu. Lakini dada huyo au mwingine akipata ujauzito, ile homoni ya progesterone kawaida huwa inatakiwa isipungue au kushuka. Kwa hiyo itaendelea kuwa juu na itaendelea kuulinda ule ukuta, manake mimba itakapokuwa imeshatunga, na kama imeshatunga, ili iweze kujishikiza pale na isiweze kutoka. Wako akina mama ambao wana changamoto hii homoni, na kukuta katika kipindi cha ujauzito wake, mwanzoni sana mwa ujauzito, homoni hii labda huwa inapungua kulingana na sababu fulani fulani. Homoni hii inapokuwa pungufu, ndio unaanza kuona mama anatokwa damu, na anapokuwa anatokwa damu, mara nyingi huwa tunasema mimba yake inatishia kuharibika, na wanaandikiwa dawa za kuweza kuongezea hiyo homoni, ambazo ni dawa labda za vidonge, wengine wanachoma sindano, lakini labda wengine wanapewa vidonge vya kuingiza ukeni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba homoni hii inaongezeka kwenye damu na mimba yako iweze kubaki. Kwa hiyo kama una upungufu wa hii homoni, ni kweli utatokwa damu katika kipindi cha ujauzito, na mwisho wa siku mimba yako inaweza kuharibika au ikaendelea kutishia kuharibika, na mama ukawahi hospitali ukaandikiwa hizo dawa ukawa uko vizuri. Kwa hiyo kitendo cha kutoka ile damu si kawaida. Lakini vile vile kuna wale ambao unakuta ule mwezi wa kwanza toka aweze mimba yake kuweza kutunga, atatokwa damu ambayo tunaita implantation bleeding, ambayo inaweza katoka siku chache kuliko hedhi ya kawaida, na inaweza katoka kiwango kidogo, yani anakuwa matone matone tu kiaina, alafu baadaye anakuwa yuko vizuri na haitorudia tena kwenye miezi 3 4, labda mimba ina miezi 5, hiyo damu ikaendelea kutoka. Na kama itatoka, basi kuna vipimo ambavyo tutakaweza kufanya kuweza kujua, kwa sababu kama kondo la nyuma liko karibia na mlango wa uzazi, mimba ina miezi 6 7 8, unaweza kuwa unatoka damu haupati maumivu yoyote kwenye changamoto ambayo tunaita placenta previa, haswa kama mimba iko zaidi ya miezi 7 kwa huku kwetu Tanzania. Hiyo inaweza kawa ni changamoto kwa wewe mjamzito au mtoto aliyoko tumboni. Kwa hiyo mara nyingi huwa unashauriwa uweze kuwa chini ya uangalizi mkali wa daktari kuweza kuinusuru mimba yako. Lakini unapoona kwamba damu inatoka, iwe ni matone labda baada kumaliza tendo la ndoa, au ulikuwa unafanya shughuli zako ukaona damu, au umeamka asubuhi ukakuta umeloanisha labda nguo ya ndani na damu ambayo ni nyepesi na haupati maumivu yoyote, au ulipata ajali, baada ya hapo kaona unatoka damu ukeni, ni vyema kuweza kwenda hospitali. Huyu anasema kwamba ndugu yake sio, ni wifi yake, ambaye aliingia hedhi mpaka wakati wa kuweza kujifungua. Kwa kweli hiyo sio kawaida. Na huyu ambaye anaitwa Joyce Mshi, ambaye alienda kuonana na daktari wake alipokuwa anapata hedhi, hiyo ilikuwa ni kawaida kwa mama mjamzito.
inaonekana kwamba labda maelezo hakuweza kuelewa kutoka kwa daktari wake, lakini kiuhalisia hakuna mama ambaye anatakiwa apate hedhi katika kipindi cha ujauzito, kwa sababu ya yale mabadiliko ambayo yanatokea kwa mama ambaye si mjamzito. Kwa mama ambaye mjamzito huwa hayatokei, na kama yakitokea pale mwanzoni, basi mimba inaweza kuwa inatishia kuharibika na inakuwa hatari, na huku mwishoni unaweza kuwa na changamoto kama kondo la nyuma, kama nimesema, lipo karibia na mlango wa uzazi, kitu ambacho pia ni hatari. Kwa hiyo mama unapoona damu zinatoka ukeni au kwenye njia ya uzazi, ni vyema kuweza kwenda hospitali kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi, na baada ya uchunguzi basi utaambiwa kwamba hali hiyo imesababishwa na nini, lakini vile vile utapewa matibabu yanayostahili. Lakini kitendo cha kukaa nyumbani na kusikiliza maneno ya watu kwamba hiyo ni hali ya kawaida, hiyo sio hali ya kawaida. Lakini wakati mwingine unaweza kutoka damu mpaka mimba yako ikaweza kuharibika. Na kama mimba imeharibika, kuna mambo ambayo utakaweza kufanya mara baada ya mimba yako kuweza kuharibika, ili kama utahitaji kuweza kupata mimba nyingine uwe umejiridhisha kwamba hauna shida. Sasa mambo hayo ni yapi? Unaweza kuklik suggestion hiyo hapo, kasikiza video kuhusiana na mambo ambayo unataka kufanya mara baada ya mimba yako kuweza kuharibika. Kama utakuwa na swali, unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.